Taarifa mpya iliyotolewa na serikali ya Marekani kupitia idara yake ya mambo ya nje imeweka wazi tathmini ya kiwango cha uwazi wa kibajeti kwa mataifa mbalimbali duniani. Katika ripoti hiyo ya mwaka wa 2026 inayotathmini uendeshaji wa mfumo wa fedha wa kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Disemba ya mwaka uliopita, Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zilizokosa kufikia vigezo vya msingi vya uwazi wa kibajeti. Hata hivyo, kinyume na dhana kwamba kuna hatua zilizochukuliwa, ripoti hiyo imeainisha kuwa Tanzania ni miongoni mwa taifa 14 pekee duniani yaliyofanya maendeleo makubwa katika kuelekea kufikia viwango hivyo vya kimataifa. Tathmini hiyo iliyohusisha jumla ya serikali 139 kote duniani inalenga kupima jinsi serikali zinazopokea misaada kutoka Marekani zinavyoweka wazi taarifa za mapato, matumizi, madeni ya umma pamoja na taratibu za utoaji wa leseni za rasilimali za taifa. Uwazi katika matumizi ya fedha za umma ni nguzo kuu ya utawala bora unayoimarisha nidhamu ya kifedha na kujenga imani kwa wawekezaji wa ndani na nje. Kila mwaka Congress ya Marekani inaitaka idara ya mambo ya nje kufanya tathmini ya uwazi wa kibajeti kwa nchi zinazopokea ufadhili wa kifedha kutoka Marekani. Katika ripoti ya hivi karibuni ya mwaka 2026, mataifa 73 kati ya 139 yaliyofanyiwa tathmini yalibainika kukidhi vigezo vyote vya msingi vya uwazi. Mataifa 67 yaliyobaki likiwemo taifa la Tanzania hayakufikia vigezo hivyo kamili. Hata hivyo, tofauti na ripoti za miaka ya nyuma au mtazamo wa kiuchuchu, ripoti ya mwaka huu inaitofautisha Tanzania na nchi zingine nyingi zilizofeli. Idara ya mambo ya nje ya Marekani imetambua rasmi juhudi za serikali kwa kuiweka Tanzania kwenye orodha ya nchi 14 zilizofanya hatua au maendeleo ya kiasi kikubwa katika kurekebisha mfumo wake wa uwazi wa kifedha za umma. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, maeneo ambayo Tanzania imepiga hatua kubwa ni pamoja na uwekezaji wazi wa taarifa za madeni za serikali mtandaoni. Serikali imefanikiwa kuweka taarifa kamili za madeni ndani na nje kwenye tovuti rasmi, hatua inayosaidia wananchi na wachambuzi wa masuala ya uchumi kufuatilia utaratibu wa madeni ya taifa. Ripoti hiyo pia imebainisha kuwa taasisi kuu ya ukaguzi wa hesabu za serikali, yaani ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, imezidi kuonyesha uwezo wa kukidhi viwango vya kimataifa vya uhuru wa kiutendaji. CAG amekuwa akikagua hesabu za serikali na kuchapisha ripoti hizo kwa umma ndani ya muda unaostahili. Hatua hii iliyofikiwa na Tanzania ya kutambua kwamba imefanya maendeleo makubwa ni ishara chanya kimataifa. Inaonyesha kuwa mageuzi ya kidijitali katika uamuzi wa fedha za umma na jitihada za kuweka wazi takwimu za madeni na ripoti za ukaguzi zimeanza kuzaa matunda yanayoonekana kimataifa. Pamoja na mafanikio hayo na pongezi kwa kupiga hatua, ripoti ya Marekani imeonyesha maeneo kadhaa ambayo Tanzania bado haijakamilisha vigezo vyake. Sehemu kuu zilizotajwa kama mapungufu ni pamoja na ukosefu wa uwazi kamili katika michakato ya kutoa leseni na mikataba ya uchimbaji wa rasilimali za taifa kama madini, mafuta na gesi asilia. Marekani inataka taarifa zote za utoaji wa mikataba hiyo, vigezo vya ushindani katika sabuni na masharti yake viwekwe wazi kwa umma. Eneo lingine lililoainishwa ni hitaji la kuimarisha ufuatiliaji na
uamuzi ama usimamizi wa kibunge au kiraia juu ya bajeti zinazotengwa kwa ajili ya vyombo vya ulinzi na usalama. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ili kufikia uwazi kamili, bajeti zote za taasisi za umma zinapaswa kupita katika michakato ya wazi ya ukaguzi na usimamizi wa kibunge. Katika mabadiliko ya vigezo vya mwaka 2026, serikali ya Marekani pia imeongeza sharti la kuweka wazi masharti ya mikopo inayotolewa na serikali kwa mataifa mengine ya kigeni ili kuzuia mifumo ya mikopo yenye usiri. Katika viwango vya kanda ya Afrika Mashariki, ripoti hiyo ya Marekani inaonyesha picha mchanganyiko. Nchi za Kenya, Uganda na Rwanda zimeorodheshwa miongoni mwa taifa yaliyokiidhi vigezo ama viwango vyote vya msingi ya uwazi wa kibajeti kwa mwaka huu. Kwa upande mwingine, Tanzania, Burundi na Sudani Kusini hazikukidhi vigezo hivyo vya msingi. Hata hivyo, Tanzania inajipambanua na nchi hizo jirani kwa kuwa ndiyo taifa pekee katika kanda hiyo lililotambuliwa kufanya hatua kubwa za marekebisho na maendeleo chanya katika usimamizi wa fedha za umma. Inasisitizwa kwenye ripoti hiyo kwamba kutokidhi vigezo vya uwazi wa kibajeti hakumaanishi moja kwa moja kuwa kuna vitendo vya rushwa au ubadhirifu wa fedha katika serikali husika. Idara ya mambo ya nje ya Marekani inafafanua kuwa tathmini hii inazingatia uwepo, utumilifu na uaminifu wa mifumo ya taarifa za kifedha na wala si kipimo cha kiwango cha rushwa nchini. Kutambuliwa kwa maendeleo yaliyofanywa na Tanzania kunatoa fursa nzuri kwa serikali kukamilisha marekebisho machache yaliyobaki kufanyika kazi. Mapendekezo hayo ikiwa ni pamoja na kuongeza uwazi katika utoaji wa leseni za rasilimali za umma, kutoondoa Tanzania kwenye orodha ya taifa ama nchi zilizofeli na kuongeza sifa katika masoko ya kimataifa ya uwekezaji. Serikali kupitia Wizara ya Fedha inaendelea kusisitiza kujitolea kwake katika kuimarisha usimamizi wa fedha za umma, kupanua matumizi ya mifumo ya kidijitali na kuhakikisha kuwa kila msingi na mlipa kodi ama kuhakikisha kuwa shilingi ya mlipa kodi inatumika kwa usahihi na uwazi unaostahili kwa manufaa ya Tanzania wote. Taarifa hii inathibitisha kuwa ingawa kuna maelezo yanayohitaji ama kuna maeneo yanayohitaji usimamizi wa ziada, hatua zilizochukuliwa hadi sasa zimeanza kujenga msingi imara wa uwajibikaji wa kifedha. Tanzania inajikakamua kama vile nchi jirani ya Kenya, Uganda na Rwanda vilivyojikakamua kufikia vigezo vilivyowekwa na serikali ya Marekani katika kuweka wazi taarifa zote za ufanisi za maendeleo, bajeti na madeni ya taifa zao.